Okay, mambo vipi? Naamini kabisa uko vizuri sana. Hivi unajua kwamba kumbe ilibidi Yanga ashuke daraja? Yaani Yanga huyu tunayemuona ilibidi ashuke daraja. Inawezekana ikani na kuchanganya kidogo. Sasa bwana, kama ambavyo unavyojua mimi kazi yangu bana ni kusaka taarifa kila ambapo ilipo na yanaeleta kwako. Lakini pia naangalia ni nini ambacho kinaendelea ambacho inawezekana kwa namna moja ama nyingine kimeingia kwenye sintofahamu kwa namna moja ama nyingine, hususan kwa wafuatiliaji wa kandanda wameshindwa kuelewa washike lipi na waachie lipi. Kazi yangu mimi ni kuja kuyasummarize yale kwenye lugha nyepesi ambayo wewe unaweza, mimi na wewe tunaweza tukakaa chini tukaelewana vizuri. Sasa siku ya jana bana ameongea mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Na tumekuwa tukitaja bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Inawezekana wewe ni miongoni mwa wale ambao hawaifahamu vizuri bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Inapoanzishwa ligi ama ilipoanzishwa ligi, ikabidi tuwe na chombo kitakachosimamia ligi hiyo vizuri, na wasimamizi wa ligi hiyo watokane na wanaocheza hiyo ligi. Ndo ikaundwa bodi ya ligi kuu Tanzania bara, ambayo hii bodi ya ligi kuu Tanzania bara ni muunganiko wa viongozi kutoka kwenye klabu zinazoshiriki ligi kuu Tanzania bara, Championship pamoja na First League, zile ambazo ziko chini ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Hayo mashindano ya kiligi yako chini yake. So wale wakakaa chini na kutengeneza kamati, kwa kamati ya nidhamu, kamati ya masaa 72, kamati ya rufaa, zile zikatengenezwa zinashughulikia masuala yanayopatikana kwenye hiyo ligi, wanashughulikia matatizo yanayopatikana kwenye hiyo ligi. Wapo kwa ajili ya kutengeneza miongozo, kanuni na sheria na kuzisimamia zile sheria ziweze kufika wanapohitaji na kutolea ufafanuzi kwenye kile kinachotokea. So hawa watu wanapatikanaje? Unavyosikia Steven Mguto, Almas Kasongo, wanapatikanaje? Kuna kuwa na uchaguzi ambao unafanyika, unachagua kiongozi wa bodi ya ligi anayetokana na viongozi walioko ligi kuu Tanzania bara. Kwa maana wale wanaocheza hizo ligi kwa Championship, First League pamoja na ligi kuu Tanzania bara watakutana, watafanya uchaguzi wao. End of the day watachagua mwenyekiti atakuwa nani, and then wataajiri CEO ambaye yeye ndiye mtendakazi wa kila siku, day to day activity CEO. So CEO bodi ya ligi kuu Tanzania bara ni nani? Ni Almas Kasongo. Lakini chini yake kuna watendaji kazi wengine ambao anawaajili, ambao wamesomea, ni professional kwenye eneo fulani kwa ajili ya kuifanya kazi fulani. Ukienda pale makao makuu ya bodi ya ligi utakuta kuna watu ambao wanaendelea kufanya kazi fulani. Sasa wale wote ni kwa ajili ya kuhakikisha ratiba iko sawa, wanapanga maamuzi, wanapanga hiki, wanapanga kile, wanapanga huyu, wanampanga yule pale. Yote kwa pamoja ni kuhakikisha kwamba kazi ya ligi inafanyika vizuri. So Steven Mguto yeye ndio mwenyekiti wa bodi ya ligi. Niliona nikupe kwanza brief tuijue kidogo bodi ya ligi. Sasa jana alizungumza kile kinachoendelea baina ya Yanga pamoja na Simba pamoja na bodi ya ligi kuu Tanzania bara, na akaeleza situation ambayo imetokea mwaka huu 2025 haijafikia ubaya wa ile situation iliyotokea mwaka 2021. Akisema kwa mwaka 2021 kuna mtu ambaye ilibidi ashushwe daraja, na mtu ambaye alistahili kushuka daraja alikuwa ni Yanga, kwa sababu yeye aliugomea mchezo wakati taratibu zote za mchezo zilistahili kufuatwa. Yani kwa mfano, pamoja na kwamba unajua ile situation alivyoizungumzia, ameizungumzia kiwepesi, lakini ilikuwa more complicated kwa sababu Young Africans wao walichodili nacho mwaka 2021, hatuko hapa, tunarudi 2021 ambapo amesema kwamba walistahili washuke daraja. Kilichokuwepo ilikuwa very complicated. Yani mchezo ulikuwa umesalia lisali moja kabla ya kuanza, inatoka taarifa ya kusogeza mbele mchezo huo. Huo mchezo ilikuwa inabidi uchezo saa 11 za jioni. Wakasema ule mchezo utapigwa majira ya saa 12 za jioni. Young Africans wakasema hapana, kwa mujibu wa kanuni taarifa ya kuahirisha mchezo inabidi itolewe masaa 24 kabla ya mchezo husika, ama siku 14 kama kuna dharura na vitu kama hivyo. Sasa wakasema hakukuwa na dharura ya kusogeza mchezo mbele, maybe yametokea yale majanga ambayo mwanadamu hawezi kuyazuia na nini. So Young Africans wakasimama kwenye kanuni kwamba bwana, kama mnausogeza mchezo mbele, sisi huu mchezo hatuchezi na tunaondoka. Na kweli Young Africans wakaondoa timu uwanjani, wakaondoka zao, wakarudi zao Jangwani. Simba akasalia uwanjani
Na hapo ndo Steven Mguto anasema kwa sababu Yanga waligomea mamlaka, wangeweza kusema sasa tufanye kila linalowezekana mechi iche, sisi tuendelee na harakati zetu, yani kwa maana wampe Simba pointi za mezani, na Young Africans ameogomea mchezo, inabidi ashushwe daraja. Hiyo ndo situation inasema ili wasumbua sana, hii haijafika kwenye hiyo level. Sasa amesema kwenye kile kilichotokea 2021 busara zilitumika, na hapa pia busara inabidi zitumike. Anakiri kwamba kuna utaratibu wa sheria, kanuni na miongozo, lakini kuna kila sababu ya kuziamini pia busara. Tuzitumie busara kwa ajili ya mambo kadha kadha. Busara hiyo itumike wapi? Kwenye kuamua haya mambo yanaendelea ndani ya Young Africans. Maana yake wawaite wote kwa pamoja kwamba Yanga ndio tunajua una hoja na hoja yako ni ya msingi, lakini tunahitaji kutumia busara. Simba ndio ulilalamika hatujaheshimiana, lakini hapa inabidi busara zitumike. Hiko ndo kitu ambacho Steven Mguto amekizungumza. So kwa kila alichokizungumza Steven Mguto ni kwamba hapa sasa tutaiona busara zaidi. Yaani kwa sababu unajua akishazungumza yeye mwenyekiti wa bodi, waliobaki si wanafuata. So naamini busara ndio itakayomaliza huu mgogoro. Sio swala la kikanuni kama ambavyo watu wengi tumekuwa tukitamani. Tumike kanuni tukatumika, hapana. Tunaamini kabisa kwamba hapa busara itaenda kutumika. Lakini pia ameweka wazi kwamba Yanga kama atakwenda kasi itakuwa ni kichekesho, kwa sababu wao kama bodi ya ligi kuu Tanzania bara hawajatoa maamuzi, hawajamwadhibu mtu yoyote kwamba bana Simba alikosea ama Yanga alikosea ama mabouncer walikosea ama sio kitu gani kilitokea. Kama bodi ya ligi hawajatoa maamuzi yoyote. Sasa unaenda kasi kufanya nini? Yani sawa kesi yako inaendelea mahakamani, lakini ushafika level ya kukata rufaa. Unakata rufaa kwa sababu zipi? Nani amekukosea? Adhabu yako imekosea kwa kiasi gani? So ndicho ambacho Steven Mguto anajaribu kuelezea kwamba Yanga kwenda kasi itageuka kichekesho kwa sababu wao hawajatoa hukumu yote ambayo inastahili. Kwangu mimi binafsi nadhani bodi ya ligi kuu Tanzania bara TFF wote wanakosea sana. Kwa nini nasema hivyo? Natamani nione mtu mmoja ndiye ambaye anatoa kauli kuliko kila mmoja anavotoa kauli. I don't know, labda na wao wameamua kutrend katika hili, wanataka mahewa katika hili, lakini kulikuwa kuna sababu ya kuzungumza Wallace Karia, kuzungumza Steven Mguto, amezungumza CEO Kaimbo, amezungumza msemaji Kaimbo Imanda. Kwa nini kila mmoja anakuwa na kauli yake anayezungumza? Juzi alizungumza Kaimbo Imanda akasema hawajawajibu Young Africans kuhusiana point 3 ila wamekuwa na mawasiliano. Jana Steven Mguto anasema sisi tumeshawajibu Young Africans. So unashindwa kuelewa ni nini ambacho kinaendelea behind the scene. Ni nini kinachojaribu kutengenezwa. I think tunahitaji kuwa na sauti moja ambayo itamaliza hii mambo. Kama mnaita mkutano wa waandishi wa habari, iteni mkutano wa waandishi wa habari, itengenezwe statement moja, alafu kila mmoja anavozungumza jambo lake, mtajikuta mnasahau baadhi ya vitu ambavyo mmekubaliana. Mimi naamini mnakubaliana huko ndani kwamba kama mwandishi wa habari akija tuzungumze na hiki, sawa kabisa. Lakini anavozungumza kila mmoja hivi, kila mmoja anachambuliwa kivyake. Alizungumza Boimanda akachambuliwa, alizungumzia Wallace Karia amechambuliwa, anazungumza tena Steven Mguto atachambuliwa. End of the day hatupati suluhu, kila mmoja anakuwa anazungumza jambo lake. Hii bodi ya ligi kusema la kweli, mnaweza mkaa mnadolola kwenye namna fulani ama nyingine. Tueni statement moja, tueni maamuzi moja, alafu tuyaacha haya mambo. Kumbuka tuna mechi ya Taifa Stars haizungumzwi dhidi ya Morocco kwa sababu ya Simba Yanga ndicho kinachoendelea. Ni hayo tu kwa sasa ambayo nimeokota kwa Steven Mguto, na nitaendelea kukupasha taarifa kadri ambavyo muda unavyozidi kwenda. Asante and bye bye.